Waziri Kifuli wa mawasiliano, habari na teknolojia ya habari wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo ameitaka serikali kujenga utamaduni wa kuvumilia ukosoaji na kuacha kutumia sheria kandamizi zinazoweza kuathiri uhuru wa habari nchini. Katika taarifa kwa umma iliyotolewa Agosti tarehe 19 mwaka wa 2026, Waziri Kifuli wa mawasiliano, habari na teknolojia ya habari wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo ameeleza kuwa msimamo huo wa chama chake unalenga kulinda misingi ya demokrasia na uwajibikaji. Kauli hiyo imekuja kufuatia uamuzi wa idara ya huduma za habari maelezo kusimamisha leseni ya gazeti la Mwanahalisi kwa kipindi cha miezi 6. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo amebainisha kuwa hatua hiyo iliyochukuliwa na idara ya huduma za habari maelezo inaathiri kwa kiasi kikubwa haki za msingi ya wananchi wa kupata taarifa za uhakika. Waziri Kifuli Shangwe Ayo amesisitiza kuwa uamuzi huo unazuia wananchi kufuatilia uwajibikaji wa viongozi na taasisi zenye mamlaka nchini. Waziri wa Kifuli wa mawasiliano, habari na teknolojia ya habari ya ACT Wazalendo Shangwe Ayo amefafanua kuwa serikali inayoheshimu misingi ya demokrasia inapaswa kuwa tayari kuvumilia ukosoaji kutoka kwa vyombo vya habari. Shangwe Ayo ameeleza kuwa kutumia sheria kuzuia sauti zinazokosoa utendaji wa serikali ni hatua inayokandamiza uhuru wa wanahabari na uhuru wa habari na haki za wananchi. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo ameitaka serikali kurejesha mara moja leseni ya gazeti la Mwanahalisi ili kuliwezesha kuendelea na majukumu yake ya kuhabarisha umma. Waziri Kifuli huyo amehimiza pia kuanza kwa mchakato wa kufanyiwa marekebisho au kuvutwa kabisa kwa sheria zinazompa mkurugenzi wa idara ya huduma za habari maelezo mamlaka makubwa dhidi ya vyombo vya habari. ACT Wazalendo kupitia kwa Waziri Kivuli wa mawasiliano, habari na teknolojia ya habari Shangwe Ayo wameibainisha kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni sehemu muhimu mno ya mfumo wa kidemokrasia. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa uhuru huo unapaswa kulindwa kwa nguvu zote ili wananchi waweze kupata taarifa sahihi zitakazowawezesha kuwajibishwa waliopo kwenye mamlaka. Waziri Kivuli Shangwe Ayo ameeleza kuwa uamuzi wa idara ya huduma za habari na maelezo wa kusimamisha leseni ya gazeti la Mwanahalisi kwa miezi 6 unaonyesha mwelekeo usiofaa katika utawala wa sheria na demokrasia. ACT Wazalendo inaamini kuwa vyombo vya habari vinapaswa kupewa nafasi ya kufanya kazi bila hofu ya kufungiwa au kunyang'anywa leseni zao. Waziri wa habari teknolojia ya habari wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo amesisitiza kuwa uwepo wa sheria zinazotoa madaraka makubwa kwa mkurugenzi wa idara ya huduma za habari unadhahadharisha ustawi wa sekta ya habari nchini Tanzania. Shangwe Ayo ameeleza kuwa mamlaka hayo makubwa yanapotumiwa vibaya yanaingilia uhuru wa wahariri na waandishi wa habari katika kutekeleza wajibu wao wa kila siku. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo amebainisha kuwa marekebisho ya kisheria yanahitajika haraka ili kuweka mazingira salama na ya haki kwa vyombo vyote vya habari. Waziri Kivuli huyo ameeleza kuwa serikali inapaswa kuona ukosoaji kama fursa ya kuboresha utendaji wake badala ya kuchukulia kama maadui wa mfumo. Shangwe Ayo amefafanua kuwa hatua za idara za huduma za habari maelezo dhidi ya gazeti la Mwanahalisi inaleta mshtuko miongoni mwa wadau wa habari na wananchi wanaotegemea gazeti hilo kwa ajili ya kupata habari za uchambuzi wa kina. Waziri Kifuli huyo wa ACT Wazalendo amebainisha kuwa kufungiwa kwa leseni hiyo kwa miezi 6 ni pigo kwa haki ya kupata taarifa. Kiongozi huyo
ameeleza kuwa serikali inapaswa kurekebisha mwelekeo huo kwa kuvuta adhabu hiyo na kuruhusu gazeti la Mwanahalisi kurejea sokoni mara moja. Shangwe Ayo amesisitiza kuwa chama chake kitaendelea kupigania uhuru wa habari na kuwatetea wananchi katika kupata haki zao za kikatiba. Waziri Kifuli wa Mawasiliano, Habari na Teknolojia ya Habari wa ACT Wazalendo ameeleza kuwa chama hicho kinachukulia swala la kufungiwa kwa gazeti la Mwanahalisi kama ishara ya haja ya kuwa na mageuzi ya kiutendaji katika sekta ya habari. Shangwe Ayo amebainisha kuwa demokrasia haiwezi kukua bila kuwepo kwa vyombo vya habari vilivyo huru na vyenye uwezo wa kuisimamia serikali. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo amesisitiza kuwa serikali inapaswa kusikiliza wito huo na kuchukua hatua za makusudi za kurejesha leseni ya gazeti hilo. Waziri Kifuli Shangwe Ayo amebainisha kuwa uwajibikaji wa viongozi unategemea kwa kiasi kikubwa uwepo wa vyombo vya habari vinavyofanya kazi bila shinikizo au vipangizi vya kisheria. Shangwe Ayo ameeleza kuwa kauli ya ACT Wazalendo iliyotolewa Agosti 19 mwaka 2026 inalenga kukumbusha mamlaka zote nchini kuhusu wajibu wao wa kulinda katiba na haki za kibinadamu. Waziri Kifuli huyo wa ACT Wazalendo amebainisha kuwa kusimamishwa kwa leseni ya gazeti la Mwanahalisi na idara ya huduma za habari na maelezo kwa miezi 6 ni mfano wa matumizi ya sheria yanayopaswa kupitiwa upya. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa kuwanyima wananchi fursa ya kusoma gazeti linalolipendwa na ni kuwanyima haki yao ya kikatiba ya kupata taarifa. Shangwe Ayo amehitimisha kwa kusema kuwa ACT Wazalendo itaendelea kusimamia msimamo wake wa kutaka kurejeshwa mara moja kwa leseni ya gazeti la Mwanahalisi na kufanyiwa marekebisho kwa sheria zote za wanahabari ama za habari zinazolalamikiwa. Waziri Kifuli wa Mawasiliano, Habari na Teknolojia ya Habari wa ACT Wazalendo Shangwe Ayo amefafanua zaidi kuwa uamuzi huo wa idara ya huduma za habari maelezo unaweka kielelezo kibaya kwa vyombo vingine vya habari vinavyojaribu kuibua masuala ya uwajibikaji. Kiongozi huyo wa ACT Wazalendo amebainisha kuwa hofu ya kufungiwa inaweza kusababisha vyombo vya habari kujidhibiti vyenyewe na kuacha kuripoti habari zenye maslahi makubwa kwa umma. Shangwe Ayo ameeleza kuwa hali hiyo ikitokea, wananchi ndio wanapoteza haki yao ya msingi ya kufahamu kinachoendelea katika nchi yao. Waziri Kifuli huyo amesisitiza kuwa kurejeshwa kwa leseni ya gazeti la Mwanahalisi kutasaidia kurudisha imani ya wadau wa habari kwa serikali.